Tuangalie pia namna ya kujikinga na changamoto ya hormone imbalance au mvurugiko wa hormones. Ni darasa ambalo nimekuwa nikilitoa sana, na kama unafuatilia video zangu nyingi sana, nimeshafundisha maana ya hormone ni nini, lakini pia nimefundisha maana ya hormone imbalance au mvurugiko wa hormones, yani nimefundisha, lakini pia nikafundisha dalili na madhara yake, nikafundisha namna ya kupata majibu au unaweza ukatumia vipimo gani, lakini na jinsi ya matibabu ambapo utaweza kupata matibabu ya hormone imbalance. Lakini sasa hivi tunaweza kujifunza kinga, namna ya kujikinga na changamoto nzima ya maambukizi au mvurugiko wa hormone imbalance. Na leo tutajifunza vitu kama hivyo. Utajikingaje? Kitu cha kwanza ni kula lishe bora, kama nilivyowafundisha huko mwanzo kwamba unatakiwa ule protini kwa sana, ule vitamins kwa sana, ule madini sana, matunda sana, mboga za majani sana, na mafuta mazuri sana. Hivyo ukitumia sana itakusaidia kujikinga na changamoto ya hormonal imbalance au mvurugiko wa hormones. Lakini epuka kula sana vyakula vyenye mafuta mengi, epuka kula sukari nyingi, epuka kunywa soda sana, epuka vyakula vya viwandani kila siku. Unaweza ukala lakini usile kila siku. Vyakula vya viwandani tunasema vile vilivyokobolewa sana ni vibaya kwa afya ya hormones katika mwili wako. Lakini kitu kingine, lishe bora husaidia mwili kuzalisha hormone kwa usahihi kabisa na ni nzuri sana. Pata usingizi wa kutosha, ni muhimu zaidi. Wanawake wengi wanaharibu afya ya hormone kwa kukosa usingizi. Na ukicha jaribu kulala angalau masaa 7 hadi 8 kwa siku, utaona wewe mwili wako utakuwa sawa, ngozi yako itakuwa sawa, hormones zako zitakuwa sawa, period yako itakuwa sawa. Na usingizi ni mzuri sana, usaidia sana kupunguza stress, kurekebisha mwili, kubalance hormones, lakini pia itakusaidia wewe kuwa na afya bora. Na kitu kingine ambacho tutakiangalia kujikinga na hilo tatizo ni kupunguza stress. Mawazo yanafanya au stress ya muda mrefu inafanya kuwa hormones zako zikavurugika, na ni adui mkubwa wa hormones zako. Ukikaa kwenye mawazo mengi kila siku, mwili wako unatengeneza sumu mwilini ambayo ni nyingi sana, ambazo zinaweza kuvurugia au kuvuruga hormones zako nyingine. Na njia ya kupunguza stress kwanza ni kufanya mazoezi, kusikiliza muziki, kuomba sana, kutembea sana, lakini pia kuzungumza na watu unaowaamini, watu tofauti tofauti. Afya ya akili ina uhusiano mkubwa sana na afya ya hormone. Fanya mazoezi sana na mara kwa mara. Sasa unaweza ukafanya mazoezi ya kutembea, na mazoezi husaidia sana kuimarisha metabolism. Inafanya sana zaidi kupunguza uzito, lakini pia kuboresha usingizi na kubalance hormones zako kama nilivyofundisha hapo awali. Hata kutembea dakika 30 kila siku itakusaidia sana kuweza kuweka hormones zako kuwa sawa. Kunywa maji mengi ya kutosha kila siku, na kufundisha namna ya kunywa maji mengi, itakusaidia sana kurejesha mwili wako na hormones zako kukaa sawa. Lakini epuka matumizi ya madawa kiholela bila kupata ushauri wetu na ushauri wa daktari ambaye atakuwa karibu na wewe. Na kitu kingine ambacho tunaweza kuwafundisha zaidi ni kwamba kudumisha uzito sahihi. Usiwe na uzito mkubwa sana ambao umepitiliza, lakini pia usiwe na uzito mdogo sana ambao umepitiliza zaidi. Hii itakusaidia kubalance hormones zako na kubalance mwili wako ili uweze kukaa sawa. Fanya check up mara kwa mara ya mwili wako na ya hormones zako ili uweze kujua uko kwenye hali gani. Epuka kemikali hatarishi ya vipodozi, plastics, lakini na kemikali nyingine fulani ambazo zinaweza kusababisha wewe mwili wako kutokukaa sawa. Sikiliza mwili wako unataka nini? Mwili huwa unatuma ishara mapema. Ukiona hedhi inabadilika, uchovu kupita kiasi, umeanza kupata chunusi, ujue tayari umeanza kuwa kwenye dalili za hormone imbalance. Lakini pia kwa nini uwe na kinga au kwa nini ukinge
au kwa nini kinga ni muhimu kwenye mwili wako. Hii itakusaidia kulinda uzazi, kuboresha afya ya akili, lakini pia itakuongezea nguvu ya mwili wako, lakini pia itakuzuia magonjwa mbalimbali ambayo ni nyemelezi na utakuwa sawa. Naweza nikahitimisha kwamba kwa wewe mtu wangu wa karibu, mvurugiko wa hormones kwa mwanamke unaweza kuzuilika kwa kiasi kikubwa sana kama utakuwa angalia dalili zako mapema na kuzidhibiti mapema. Mambo madogo madogo tunayoyafanya kila siku yanachangia pakubwa sana kwenye afya ya homoni. Kwa hiyo anza kujitunza leo na kesho kutwa ili uweze kuweka afya yako sawa, kwa kula vizuri, kulala vizuri, kupunguza stress, lakini pia usiogope. Pale ambako utakuwa na dalili hizi, tutafute kwa namba ambayo tumekuwekea hapo kwenye screen ili uweze kupata ushauri na tiba ya haraka na mapema zaidi. Kama umeweza kujifunza vitu vingi kupitia video hii, tafadhali usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu ya Penicare ili uweze kusaidia watu wengi ambao wako nyuma yako waweze kupata tiba, lakini pia ushauri zaidi kutoka kwetu.